Hadithi: siri ya msitu wa mwanga na rafiki aliyepotea. Kulikuwa na msitu wa ajabu ulioitwa msitu wa mwanga. Msitu huo haukuwa wa kawaida, kwa sababu usiku haukuwa giza, bali ulikuwa na mwanga wa rangi mbalimbali uliotoka kwenye maua, miti na hata maji ya mto uliopita katikati ya msitu huo. Wanyama na ndege waliishi kwa amani kubwa, wakisaidiana na kucheka kila siku. Katika msitu huo aliishi sungura mdogo aitwaye Lilo. Lilo alikuwa mcheshi sana, akipenda kucheza na kufanya utani. Kila mara alipokuwa karibu, hakuna mnyama aliyebaki bila kucheka. Lakini pia alikuwa na moyo wa huruma na alijali marafiki zake. Rafiki yake mkubwa alikuwa ndege mdogo mwenye mabawa ya kijani na njano aitwaye Piri. Piri alikuwa na uwezo wa kuruka haraka sana na kuona mbali. Hivyo mara nyingi alikuwa akiwasaidia wanyama wengine kujua hatari zinazokuja. Siku moja asubuhi, wakati jua lilikuwa linaanza kuchomoza, Lilo alimkuta Piri akiwa kimya juu ya tawi la mti. "Kuna nini leo?" aliuliza Lilo huku akicheka. "Au umeacha kucheka kama simba?" Piri hakujibu mara moja. Alimtazama Lilo kwa macho ya wasiwasi. "Lilo, kuna kitu kibaya kinakuja," alisema kwa sauti ya chini. Lilo alicheka. "Kitu kibaya? Kama nini? Tembo kukosa usingizi?" Lakini Piri hakutabasamu. "Nimeona kivuli kikubwa juu ya mlima wa mbali na mwanga wa msitu unaanza kufifia polepole." Maneno hayo yalifanya Lilo atulie. Kwa mara ya kwanza alihisi hofu kidogo moyoni mwake. Siku zilivyopita, kweli mwanga wa msitu ulianza kupungua. Maua hayakuwa yanang'aa kama zamani na maji ya mto hayakuwa na mng'aro ule ule. Wanyama wakaanza kuwa na wasiwasi. Mfalme wa msitu huo alikuwa tembo mkubwa mwenye hekima aitwaye Jengo. Aliitisha mkutano wa wanyama wote. "Msitu wetu uko hatarini," alisema kwa sauti nzito. "Lazima tugundue nini kinachosababisha hili kabla haijawa mbaya zaidi." Wanyama wote walitazamana, lakini hakuna aliyekuwa na jibu. Hapo ndipo Pili alipojitokeza. "Mimi na Lilo tutaenda kuchunguza mlima ule," alisema kwa ujasiri. Wanyama walishangaa. Lilo mwenyewe alishtuka. "Mimi?" aliuliza kwa mshangao. Lakini macho ya Pili yalikuwa thabiti. Lilo akavuta pumzi ndefu. "Sawa, twende basi," alisema, akijaribu kuonyesha ujasiri. Safari yao ilianza siku hiyo hiyo. Walipitia maeneo mengi ya msitu. Njiani walikumbana na vichekesho vingi. Wakati mmoja, Lilo aliteleza kwenye matope na kuanguka vibaya hadi Pili akaanza kucheka sana. "Wewe ni shujaa wa matope sasa," alisema Pili huku akicheka. Lilo alisimama akiwa amejaa matope. "Hii ni style mpya," alijibu kwa utani. Lakini kadri walivyoendelea, hali ilianza kuwa nzito. Miti ilianza kuwa mikavu na sauti za ndege wengine zilipungua. Walipofika karibu na mlima, walikutana na mbweha mjanja aitwaye Rako. Rako alikuwa maarufu kwa ujanja wake na maneno ya kudanganya. "Mnaenda wapi?" aliuliza kwa tabasamu la ajabu. "Tunaenda juu ya mlima," alisema Pili. Rako alitikisa kichwa. "Huko kuna hatari. Ni bora mrudi." Lilo alimtazama Pili. Labda anasema ukweli, lakini Pili hakutabasamu. "Nitaonyesha njia ya mkato." Hapo ndipo usaliti ulipoanza. Rako aliwaongoza kwenye njia iliyokuwa imejaa mitego. Ghafla ardhi ilifunguka na Lilo akaanguka ndani ya shimo. "Lilo!" alipiga kelele Pili. Rako akaanza kucheka kwa sauti ya kutisha. "Hamkujua? Mimi nafanya kazi kwa yule anayekaa mlimani." Pili alijawa na hasira, lakini pia hofu. Lilo akiwa ndani ya shimo alijaribu kupanda, lakini alishindwa. Alianza kuhisi huzuni na kukata tamaa. "Labda mimi si shujaa," alisema polepole. Lakini alikumbuka marafiki zake. Alikumbuka jinsi walivyokuwa wanamtegemea. "Hapana, siwezi kukata tamaa," alisema kwa nguvu. Kwa kutumia akili yake, alitafuta njia ya kupanda kwa kutumia mizizi ya miti. Taratibu alifanikiwa kutoka. Wakati huo huo,
Pili alikuwa ameendelea kuelekea juu ya mlima. Aligundua kwamba chanzo cha giza kilikuwa ni ndege mkubwa wa giza aitwaye Karo. Karo alikuwa na mabawa makubwa yaliyofunika angani, na kila aliporuka mwanga wa msitu ulipungua. Huu msitu sasa ni wangu, alisema kwa sauti nzito. Pili alitetemeka, lakini hakukimbia. Tutalinda msitu wetu, alisema kwa ujasiri. Ghafla Lilo alifika. Nimekuja, alipiga kelele. Pili alishangaa. Umetokaje? Kwa sababu sikukata tamaa, alisema kwa smile. Mapambano yakaanza. Karo alikuwa na nguvu kubwa, lakini Lilo na Pili walitumia akili na ushirikiano. Mwisho waligundua kwamba nguvu ya Karo inatoka kwenye jiwe la giza liliokuwa juu ya mlima. Kwa pamoja walivunja jiwe hilo. Mwanga ulirudi msituni. Karo alipoteza nguvu na kutoweka. Waliporudi msituni, wanyama wote walishangilia. Rako alikamatwa, lakini Lilo alisema apewe nafasi ya kubadilika. Na kweli, Rako alijifunza kuwa rafiki bora. Msitu ulirudi kuwa wa mwanga tena. Na Lilo, sungura mdogo mcheshi, akawa shujaa wa kweli. Na kila jioni, wanyama walikusanyika kusimulia hadithi yake. Mafunzo ya hadithi. Usikate tamaa hata mambo yakiwa magumu. Urafiki wa kweli ni nguvu. Usaliti unaweza kurekebishwa. Ushirikiano hushinda.